leo tutazungumza kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi. Hivi kuna shingo ya kizazi afu kuna ya mlango wa kizazi? Hapana, ni neno hilo linatumika kumaanisha kitu kimoja, kwamba ni njia kabla hujaingia kwenye mji wa uzazi. Unaweza kutumia mlango, unaweza kutumia shingo, lakini ni sehemu ya mwisho kabisa kutoka ukeni kabla hujaingia kwenye mji wa uzazi. Naam, tutazame saratani hii. Mtu anaposema saratani ya shingo ya kizazi ama saratani ya mlango wa kizazi, anakuwa anazungumzia ugonjwa wa namna gani? Ya saratani ya shingo ya kizazi au mlango wa kizazi ni saratani kama saratani zingine, kwa Kiingereza ni cancer. Ni mabadiliko ya chembe ndogo zinazomuumba mwanadamu, kitaalamu tunaziita seli, ambazo zinabadilika katika umbo lake kwa maana ya shape, inabadilika katika kukua kwake. Kila seli unayoiona mwilini inajizalisha yenyewe. Na ndio maana kwa mfano kwenye ngozi tumejisugua kwa miaka mingi tukitumia madodoki, tukitumia mchanga, tukitumia mawe, lakini ile seli ya juu inavyotoka inayofuatia inajizalisha, inakuja kukava ile nafasi. Lakini kwenye kansa ni kwamba ule uzalishaji wake unakuwa haufuati kanuni maalum, kwamba zinazaliana kwa haraka, na ndio maana unapata uvimbe, unapata damu kumwagika, kwa sababu inaondoka kwenye ule utaratibu ambao Mungu aliupanga, umekuja utaratibu sasa wa ugonjwa. Kwa hiyo zinaongezeka isivyo sawa, zinabadilisha shepu, zinabadilisha mfumo wake wa damu, kwa hiyo ndio inaitwa cancer. Hii saratani ya shingo ya kizazi inasababishwa na kirusi kinaitwa human papilloma virus. Huyu human papilloma virus kwa kifupi ni HPV, yumo mwilini kwa wanadamu wengi, anasubiri mazingira yabadilike, basi ndo anaenda kushambulia, na matokeo yake analeta hiyo saratani ya shingo ya kizazi. Na umezungumza kwamba ana HPV, sio? Huyo virus ambaye yeye yupo kwenye, kwa maana hiyo huwa yupo kwenye mwili wa binadamu tangia mtu anapozaliwa mpaka kukua kwake anakuepo, ama inakuaje? Ama na mabadiliko haya mazingira ni mabadiliko gani ambayo yanaweza yakamfanya sasa aweze kuwa active kwenye mwili wa binadamu? Mabadiliko ni ya aina nyingi. Kuna mabadiliko mtu anapotoka hali ya utoto kuingia kwenye hali ya utu uzima. Mtu anapotoka kwamba hajawahi kuingiliwa na mwanaume na anapokwenda kuingiliwa na mwanaume, ile misukosuko baina ya mwili wa mwanaume na mwanamke, hayo ndo mazingira ambayo yanapelekea huyu mdudu sasa anaweza kuchukua nafasi. Mfano wake ni kama vile kwenye TB, mtu kila anayezaliwa anavuta ile pumzi ya kwanza. Tunavuta pumzi ambazo tayari zina wadudu aina nyingi. Kwa hiyo unavuta hewa ambayo ina TB, lakini kwa sababu mwili wako una kinga, mwili wako una afya nzuri, yule mdudu mule anaenda anakaa tu, wala hana athari yoyote. Pale itakapoyumba afya imeyumba kwa maradhi mengine, labda saratani au ukimwi au nini, ndipo sasa na TB naye anajitokeza, anaanza kushambulia kwa nguvu, unakuwa mgonjwa. Hivyo kwa human papilloma virus tunakuwa naye wala hana madhara. Kuna watu wameishi naye mpaka wamekufa, wamefia naye huko, wala hakuonekana. Lakini pale mazingira ya ukeni yanapobadilika, ndipo na yeye anapochukua nafasi. Ni mdudu ambaye ana uwezo wa kushambulia taratibu kwa muda mrefu. Ukiambiwa leo mtu ana saratani ya shingo ya kizazi, maambukizi aliyapata tangu miaka 14 nyuma iliyopita, amekaa naye mpaka anapokuja kukuonyesha sasa kwamba ana dalili ambazo tutazitaja, tayari amepitisha muda mrefu, miaka isiyopungua 14 mpaka 20. Na msikilizaji, huyo ni Daktari Baguma, daktari ambaye tuko naye hapa tukizungumza kuhusiana na jambo hili la saratani ya shingo ya kizazi. Wengi hupenda pia kuita saratani ya mlango wa kizazi. Tumezungumza kuhusiana na maana halisi ya saratani hiyo, lakini pia ni
mdudu huyu ambaye amemzungumza sababu za kuwepo kwa saratani hii. Lakini kwa wewe ambao unatusikiliza kwa sasa, nafasi yako ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi bado uko nao, lakini pia ya kupiga simu kuuliza kila ambacho unatamani zaidi kukifahamu kwenye mada yetu ambayo inahusu saratani ya shingo ya kizazi ama mlango wa kizazi, kupitia nambari ya simu 0746112235. Unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi hapo na mimi nitausoma kama ilivyo kawaida, lakini unaweza ukapiga simu pia kupitia nambari ya simu 0782611178. Piga simu hapo tuweze kuzungumza kwa kila ambacho unatamani zaidi kuweza kukisikiliza ama kukichangia kwenye mada yetu kwa siku hii ya leo. Na sasa daktari, kuna jambo moja, ni watu gani sasa ama ni watu wa umri gani saratani hii huwapata mara nyingi, ama ni waathirika gani ambao ni kwa mara nyingi saratani hii inawakumba? Hii inaathiri kina mama wote ambao wamo ndani ya umri wa kuweza kushika ujauzito au baada ya kuwa wameshakuwa kwenye utu uzima, wamekoma kuwa wanawake, wameacha kupata hedhi. Yaani mwanamke yoyote ambaye ana zaidi ya miaka 15 yupo kwenye hatari ya kupata hili tatizo. Na ningeenda kwenye dalili. Dalili ya kwanza, dalili zipo nyingi lakini zinapishana. Kuna ambayo huwezi kuiona kwa macho. Hii ni pale mama anapofika hospitali akafanywa kipimo, akaambiwa una viashiria vya mwanzo vya saratani ya shingo ya kizazi, ambapo vinatumia kemikali, ikiwekwa pale ndio inaonyesha kwamba huyu mtu ana, lakini kwa macho huwezi kuona. Dalili zingine sasa ndizo ambazo watu wengi wanakutana wanazipata na ndio wanapoenda kutafuta huduma za kimatibabu. Kwa mfano, mtu anaanza kumwaga maji machafu, yanatoa harufu, ile yanakuwa ni mengi kuliko yale maji ya kawaida ya ukeni. Hapo sasa ndio mtu anajiona kwamba nipo na tatizo, na wengi huwa wanakwenda hospitali wakihisi labda nina UTI au na maambukizi kwenye pango la uzazi, tunaita PID. Akifika akifanywa kipimo anaambiwa bana, wewe tayari una saratani ya shingo ya kizazi. Mwingine anamwaga damu. Sasa hapa kwenye damu kuna watu wanachanganya. Kuna mwingine anapata damu hivi anaona labda ni siku zake tu za hedhi, lakini anaziona either zimekuwa nyingi au zinajirudia mara kwa mara. Anapoenda sasa kufuata matibabu kwa ajili ya hedhi, ndipo anapoambiwa bana, una saratani, una dalili za saratani ya shingo ya kizazi. Tuongelee vinavyosababisha. Visababishi vipo vingi. Tumemwona yule kirusi ambaye human papilloma virus anasababisha, lakini hali tumeona anategemea mazingira yanavyobadilika. Mazingira yanabadilikaje? Kuna tabia zetu ambazo zinaenda kumbadilishia mazingira huyu mdudu. Watu wote ambao wameanza mapenzi katika umri mdogo wana nafasi kubwa ya kupata saratani ya shingo ya kizazi. Walioolewa katika umri mdogo wana nafasi hiyo. Wanaotumia kemikali kujisafisha ukeni wana hatari hiyo ya kupata saratani ya shingo ya kizazi. Wanaoweka tumbaku ukeni wanapata saratani ya shingo ya kizazi. Wanawake wanaotembea au walioolewa na wanaume ambao hawajatahiriwa wana nafasi kubwa ya kupata saratani ya shingo ya kizazi. Ni hizo, kama zitakuja zingine nitawaambia. Kwenye hilo mezungumza kwamba pengine labda tunaweza hili ni swala ambalo umezungumza, kuna wale ambao wanaweka tumbaku. Hivi hii huwa inatokana na nini? Anaweka kwa sababu gani? Labda nyinyi wataalamu huko mnajua mtu anaweka kwa sababu fulani. Kabla sijalijibu hilo swali ni tuseme neno la awali kabisa. Nitakiwa niliseme kabla wakati tunafungua kipindi. Tabora ni katika mikoa ya Tanzania ambayo ina wagonjwa wengi wa saratani ya shingo ya kizazi. Ukienda Bugando, ukienda Muhimbili, ukienda Ocean Road, ukiwakuta wagonjwa 10 basi 5 wanatokea Tabora. Na hiyo imenasibishwa zaidi na matumizi ya tumbaku kuweka ukeni. Kwa nini wanaweka ukeni? Watu wazima wanaelewa kwamba tumbaku kwa asili yake inafyonza maji. Kwa hiyo yenyewe inakaa sehemu kavu.
Kwa hiyo mama anapoweka tumbaku, mazao yote ya tumbaku, iwe tumbaku kama tumbaku, iwe ugoro, ile tumbaku ina tofauti, aina nyingi za kuichakata, inatoa mazao tofauti. Kuna ugoro, aina ya ugoro ipo aina nyingi, inapowekwa inaenda inafyonza yale maji. Kwa hiyo watu wengi wanaitumia kama kufanya uke unakuwa mdogo. Kwa wengine wanaitumia kama njia ya uzazi wa mpango, kwa sababu uke unapokauka unakuwa mgumu, mama anapoteza ile hamu ya tendo la ndoa. Kwa hiyo anaweza kukaa muda mrefu bila kufikiria hilo tendo. Lakini wajue kwamba wanajiweka kwenye hatari kubwa ya kwenda kupata saratani ya shingo ya kizazi. Mambo ni mengi kweli kweli. Kama hadi ndio hiyo basi mambo ni mengi, lakini kwa turejee kwenye baada ya kuona dalili, lakini pia sababu. Pengine mtu anapopatwa na hii saratani ya shingo ya kizazi ama mlango wa kizazi, daktari, anakuwa madhara yake ni yapi hasa? Madhara ya magonjwa mengi ni kifo. Ndicho tunachokiogopa cha kwanza. Kuna magonjwa ambayo madhara yake yanaweza kukupeleka kwenye ulemavu, madhara yake yakakuletea kuchanganyikiwa. Lakini saratani ya shingo ya kizazi madhara yake mwisho ni kwenda kufa. Lakini wote tunajua kwamba mwisho wa sisi binadamu wote tutakufa. Lakini unakufa kwa mateso, kwa sababu unatoa maji hayo yenye harufu, ni kwamba pango lako la uzazi linaoza, unamwaga damu kiasi kwamba muda wote wewe ni wa kuongezewa damu. Ndugu wengi wanapigiwa simu kuja kukuchangia damu mpaka wanachanganyikiwa. Ndani ya miezi mitatu umeshaongezewa mara 2 mara 3, na mtu wa kukutolea damu anatakiwa atoe mara 1 ndani ya miezi mitatu. Kwa hiyo wanakuongezea hadi wanachoka. Matokeo yake sisi Waswahili tunajuana, hatuwezi kumuuguza ndugu yetu akiwa hoi serious kitandani kwa wiki 2-3 tukiwa salama. Ndugu wenyewe tutaanza kugombana. Ndugu tutatoa sababu, mimi nilikuja tu mara 1 kazini sijaaga, na hivi utaona kama watu wanakutenga. Lakini ukiangalia zile sababu zote tulizozitaja zinaangukia kwenye umaskini. Hawa watu wanaopata hili tatizo wengi hali zao za kiuchumi zinakuwa ni chini. Kwa hiyo ukimwambia kwamba bana umepatikana na saratani ya shingo ya kizazi, unatakiwa uende hospitali ya karibu ni Bugando. Hawezi akaenda peke yake, inabidi aende na mtu wa kumsindikiza. Kwa hiyo kuna nauli, kuna kula njiani, kuna sehemu ya kulala, kuna chakula, kuna usafiri wa pale Mwanza mjini kabla hujafika Bugando, kuna kulazwa. Kwa hiyo nakuta ni burden, ni mzigo mkubwa ambao ndugu wanaubeba, ambao tungeweza tukajizuia, tukawakinga ama binti zetu wasiingie kule. Hapo nitaunganisha na swala la kukinga. Tunakinga kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni kutoa chanjo ambayo inatolewa bure kwa mabinti wote kuanzia miaka 9 na kuendelea, lakini anachotakiwa tu ni kwamba asiwe ameshakutana na mwanaume. Sasa hapo ndio changamoto. Mwanzo walikuwa wanachanjwa mabinti wa miaka 14 na kuendelea, lakini ikaja ikaonekana kwamba kuna kundi kubwa la mabinti kabla hawajafikisha hiyo miaka 14 tayari wameshaanza haya mambo yetu. Kwa hiyo wakashusha umri mpaka miaka 9. Tumuombe Mungu kwamba wasije wakaanza tena chini ya miaka 9, tutawakosa. Hiyo ni njia moja ya kukinga. Lakini njia ya pili ni kuweza kuwapima. Kina mama wote wakiweza kupimwa wakaonekana kwamba wale wenye viashiria vya mwanzo ambavyo vinatibika kirahisi kabisa. Yaani hata hapo Kitete tu ukifika ufungui faili, umuoni daktari, wewe unaenda tu moja kwa moja kwenye kupimwa saratani ambayo ni kipimo ni bure. Unapimwa na mtu unayemtaka wewe. Ukitaka kupimwa na mwanaume yupo, ukitaka kupimwa na mwanamke mwenzio yupo. Unapimwa, una viashiria vya mwanzo ambavyo anaweza akakutibu pale pale. Kuna viashiria ambavyo sasa inabidi upewe rufaa. Pale sasa ndio umaskini wetu unapokuja kutuzuia. Ukimwambia mtu aende Mwanza tu nauli shilingi 15,000, wakienda wawili 30,000, kwenda na kurudi 60,000. Hawajala, hawajafanyaje, hapo inatakiwa 200,000, 300,000. Familia haina huo uwezo. Na hauendi mara moja, unaenda mara nyingi. Hapo tumetolea mfano wa Mwanza. Tukienda Ocean Road gharama zinakuwa kubwa zaidi, familia inakuwa haiwezi. Lakini kama tungeweza tukapimwa mwanzo, na unapimwa kila baada ya miaka 3. Yaani ukipimwa leo huna dalili yoyote, unakwenda utarudi tena baada ya miaka 3. Kwa hiyo utapima tu mara chache ndani ya maisha yetu haya ya miaka 50 60, uhai wako utakuwa umeisha.
lakini watu hawapimi. Yani katika lengo ambayo kina mama hawana ule wepesi wa kukimbilia matibabu ni kwenye saratani ya shingo ya kizazi. Yani wanaojitokeza kupimwa ni wachache kuliko idadi ya wagonjwa. Haipiti wiki bila kumpokea mgonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi akiwa katika hali mbaya. Kila wiki anapatikana mgonjwa. Kumbe tungeweza tukawapima, tungeweza tukawapata katika hatua za mwanzo, na wala hawahitaji kulazwa, wala hawahitaji kuongezewa damu, wala hawahitaji madawa mengi, anatibiwa tu bure kirahisi na anaendelea na maisha yake. Kuna mazingira moja ni kurudisha nyuma kidogo kwenye swala zima la maambukizi ya ugonjwa huu. Kabla sijaja kwenye swala hili la chanjo, kuna watu ambao wapo vijijini huko. Mara nyingi unaweza kukuta wanachangia, unakuta watu wanachangia nguo za ndani zile. Kavaa leo Mwajuma, lakini kesho Fatuma naye anaweza atakayeamuka kaiwahi, basi anaweza akaitumia. Ugonjwa huu ama saratani hii inaweza ikaambukizwa kwa njia hiyo pia? Hapana, yenyewe haiambukizi kwa njia hiyo. Huyo mtu ambaye anachangia nguo za ndani anaweza kuambukizwa magonjwa kama fungus. Fungus ni ugonjwa ambao unaathiri ngozi, mkichangia nguo mnaweza mkapata. Ila huyo mama akitembea na mwanaume ambaye mkewe ana saratani, uume huwa una uwezo wa kubeba vile virusi na kumpelekea mtu mwingine. Na ndio maana kati ya sababu za ambazo zinapelekea kina mama wanapata saratani ni yule mwanamke mwenye wanaume wengi. Kwamba leo amekutana na Juma, kesho kakutana na Chale, kesho kakutana na Joni. Kwa hiyo hawa wote wanamletea. Kwa hiyo hawezi hata kujua nani hasa aliyemletea hili tatizo. Au kuwa na mwanaume mmoja ambaye ana wanawake wengi. Leo kaenda kwa Mwajuma, kaenda kwa Amina, kaenda kwa nani. Kwa hiyo wale wanakwenda wanamletea haya matatizo. Kwa hiyo kuambukizwa ni pale inatukia sisi wanaume hasa ndio tunawaambukiza wanawake, lakini sio wanawake kwa wanawake. Lakini sisi kwetu huwa haina madhara. Madhara sisi tunaweza tukayapata, ukapata saratani ya uume. Hasa kwa wale ambao wanakuwa hawajatahiriwa. Akiwa hajatahiriwa ana nafasi kubwa ya kupata saratani ya uume. Sisi hatuna mlango wa kizazi. Na msikilizaji, huyo ni Daktari Mnubi Baguma kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kitete. Tunazungumza kuhusiana na saratani ya shingo ya kizazi ama mlango wa kizazi ambayo inawapata sana wanawake kama ambavyo amezungumza hapo. Lakini kwa wewe ambao unatusikiliza, kama una swali, una chochote cha kuongezea ndani ya kipindi hiki, nafasi yako bado uko nayo kupitia nambari ya simu 0746112235. Unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi hapo na mimi nitausoma, lakini pia unaweza pia ukapiga simu kupitia nambari ya simu 0782611178. Unaweza ukapiga simu hapo kama una swali, una chochote cha kuchangia ndani ya mjadala wetu ambao unahusu saratani ya shingo ya kizazi ama mlango wa kizazi. Unaweza ukapiga simu hapo ukauliza swali lako na daktari hapa atakufahamisha. Lakini pia nirejee kwako Daktari Baguma, wakati tunaelekea tamati ya kipindi chetu hiki. Umezungumza kuhusiana na chanjo ya saratani hii kwa mabinti lakini kwa wanawake, lakini kabla tujazungumza sana tumsikilize hapa msikilizaji na baadaye tutakuja kwenye hilo. Katika line ya simu, halo. Halo. Habari ya kwako? Salama, habari ya uzima. Salamu, unaitwa nani kutoka wapi? Naitwa Musa Ramadhani na Ngale kutoka Misha. Karibu sana kutoka Misha kwenye mjadala wetu kwa siku ya leo. Nataka nimuulize dokta. Ndio. Unajua si watu wa vijijini shida, yani shida ni moja, shida ni uelewa, ndo shida kubwa. Ndio. Ndio. Unaweza kuwa na mke wako anakueleza, bwana najisikia naumwa tumbo, naumwa nini. Unajua sisi tulishakariri neno moja tu, labda tumbo UTI. Tumbo malaria. Mimi nilikuwa napenda hivi dokta uwe kama vile wimbo. Si unasikia tunasema, tunaona kama vile alipoanzia mama. Mama yetu Samia Suluhu Hassan tulianzia kwa kama tunambeza kama nini. Lakini sasa hivi kila ukifika pale unasikia mama mitano tena. Mama mitano tena. Kwa sababu gani? Alianza kidogo kidogo. Kwa hiyo hii semina asichoke.
kama dokta wetu asichoke, aendelee kuwa anatoa kila siku hizi semina, tutaelimika. Unajua sisi watu wa Tabora ndio maana tunaambiwa Tabora tupo nyuma kwa kila kitu, kwa sababu kutokupata uelewa mapema na kutokuwa tunavifuatilia vitu. Ndio mimi ushauri wangu, naomba dokta asitoke kuendelea kutuelimisha. Tena hiki kipindi adiriki nacho sana. Huwa anaendelea kutuelimisha, tutaelimika tu. Okay, asante kwa mchango wako. Asante sana. Kazi njema. Yeye kasema bwana, kipindi hiki kiendelee kutokana na kutokuwepo kwa elimu hiyo kwa wananchi. Lakini pia ninarejea sasa kwenye swala la chanjo. Umezungumza kwamba kwa sasa matibabu ama chanjo hizi zimekuwa zikitolewa sana kwa mabinti ambao wako chini ya umri wa miaka 9, lakini zamani ilikuwa ni chini ya umri wa miaka 14. Lakini wakati mwanzoni tunaanza ulizungumza kwamba saratani hii inampata mtu yoyote ambaye anaingia kwenye hedhi, sio kwenye mzunguko wake wa hedhi. Kwa nini iwe ni mabinti wa miaka 9 tu, na wakati kuna mtu ambaye anaendelea kuingia ukomo wake nafikiri huwa ni miaka 40 na mpaka pale mtu anapokoma kuzaa? Nimesema kwamba ukimuona leo mama ana saratani leo, imemwanza zaidi ya miaka 20 iliyopita. Alipata wale wadudu waliingia wakaenda kushambulia shingo ya uzazi, lakini katika hatua za mwanzo ambao hata kwa macho ya kawaida huwezi kuona, imekwenda mpaka anapokuja sasa kuona dalili za wazi ni zaidi ya miaka 20. Na ndio maana mwanzo tulikuwa tunachanja watoto chini ya miaka 14. Yaani watoto wa miaka 14 ndio wanachanjwa, lakini hiyo chanjo pia inawekwa vile kwa sababu ya hali ya kiuchumi wa nchi. Ukisema uchanje kina mama wote ni pesa nyingi sana. Na chanjo anapewa mtu ambaye hana maambukizi. Ukimpa chanjo mtu mwenye maambukizi unaenda kutupa tu chanjo yako, haitafanya kazi. Na ndio maana baada ya kuona kwamba hata tukichanja miaka 14 watoto wameanza mapenzi wana miaka 10, wakasema hapana, tushuke zaidi, tuwapate watoto katika umri wao ule mdogo ambao hawajajua kabisa wanaume. Ndio maana ikaenda mpaka kwenye miaka 9. Na ikija ikionekana kwamba hata tukianzia miaka 9 bado tena wanakuja katika utu uzima, kuna wanaopata saratani walianza labda mapenzi chini ya miaka 9, itabidi tena ishuke kama ambavyo Ulaya wanavyofanya. Ulaya wanawachanja watoto wakiwa wachanga kabisa. Kwanza wao ni wachache, pili hawaanzi mapenzi kama sisi. Yaani Ulaya si ajabu kumkuta mtu ana miaka 35 na hajakutana na mwanaume. Wakati sisi kwetu hapa akifika miaka 20 hajakutana na mwanaume inakuwa ni story. Watu wanamuona na matatizo. Huyu hayupo sawa kiakili na hivi, antisocial, atapewa majina ya kila aina. Lakini Ulaya wao wameweza. Hii chanjo ipo salama kama zilivyo chanjo zingine. Haina madhara. Ni tatizo la Watanzania wengi kwamba kila linaloitwa chanjo basi watu wanaleta mambo yao. Kwa nini wachanje watoto, wanazuia watu wasizae, wanafanya hivi. Wazungu wanachanja watoto wachanga lakini wanazaa. Sisi tunaangalia kwamba wanazuia wasizae, lakini tunasahau kwamba hawa watu wanaopata saratani ya shingo ya kizazi ni mtihani mgumu sana kwenye familia. Na vile vile unakuta sasa unakuwa ni mtihani mgumu kwenye jamii na taifa kwa ujumla, kwa sababu kumuuguza mgonjwa mmoja unaweza kumuuguza hata miaka 5 hata miaka 7 mpaka anapokuja kufa. Familia hapo imeisha filisika kabisa, imeuza vitu, imeuza ng'ombe, imeuza nini. Lakini kumbe alitakiwa tu huyu mtu katika utoto wake, usichana wake akachanjwe, ambaye anachanja tu mara moja basi na ni bure, wala hatoi pesa yoyote. Lakini kinapotangazwa chanjo, mabinti wakachanjwe, unaanza kupokea simu. Hii chanjo ni salama, haina madhara. Jamani, chanjo ni salama, haina madhara, na watu wanawapeleka watoto wao na wanachanjwa. Ni ukiangalia hapo kwenye swala hilo la chanjo, lakini tumekuta mtu ambaye target yetu labda ni miaka
9. Lakini pia wakati tunachanja tukakuta mtu tayari ameshapata maambukizi ya saratani hii, kuna matibabu mengine mbadala kwa watu ambao tayari wana maambukizi ya saratani hii, ama yeye inakuwa vipi ili kusudi aendelee kuishi na afya njema? Matibabu ni kwanza tumesema kwamba tufanye upimaji kwa wanawake wote ambao tutaweza kuwapata wale ambao tayari wameshapata maambukizi katika hatua za mwanzo, ambao matibabu yake hayana gharama, hayahitaji kulazwa hospitali, hayahitaji sindano, hayahitaji vitu vingi, ni kiasi tu cha kutibiwa pale pale. Ile nesi anayekupima huyo ana uwezo wa kukutibu na hiyo hali ikawa imekwisha. Kwa wale wote ambao wameisha kutana na wanaume, matibabu yao ni kupimwa ili waweze kugundulika katika hatua za mwanzo, waweze kutibiwa, wapone. Wale ambao hawajakutana na wanaume, kinga yao ni kuchanjwa. Hamna njia mbadala. Na msikilizaji, unaweza ukatuma pia ujumbe wako mfupi hapo kupitia nambari ya simu 0746112235. Anasema moja ya sababu inayopelekea watu wengi au jamii zisipime gharama ni kuogopa, wasipime mara kwa mara ni kuogopa gharama. Sasa dokta, kupima saratani ya shingo ya uzazi ni shilingi ngapi? Anaipenda afya yake, yeye yupo Bachu. Ni bure, hufungui faili, humuoni daktari, unafika kwenye kliniki yetu ya magonjwa ya kina mama, unasema tu nimekuja kupima saratani ya shingo ya kizazi. Unapimwa bure na mtu unamchagua mwenyewe. Ukitaka upimwe na mwanaume, sawa. Ukitaka upimwe na mwanamke, wote wapo wanakuhudumia. Kuna msikilizaji wetu hapa, yeye anasema anaitwa Bahati Cheyo wa Isevia. Anataka tumkumbushe kidogo kuhusiana na dalili zake. Anasema dalili zake unaweza kuijuaje? Dalili tumesema zipo dalili za awali ambazo huwezi kuziona kwa macho mpaka ufike pale ambapo tunapowapima. Kuna dawa ikiwekwa itaonesha maumbile yako yatabadilika rangi, hapo utaonekana kwamba huyu ana viashiria vya awali. Kama kuna kiuvimbe ambacho kinaweza kikatolewa pale pale kwenye kipimo, kinaweza kikatolewa na maisha yakaendelea, ukaachana kabisa na mambo ya saratani. Lakini dalili ambazo sasa zinazowafanya kina mama wengi sasa waanze kutafuta huduma za afya ni anapoanza kumwaga maji yenyewe yanakuwa ni mengi na yana harufu. Hiyo ni katika, bado anakuwa katika hatua za awali. Hatua ya awali tena nyingine, anaanza kupata damu. Anaweza kupata damu katika hatua za awali pale anapokwenda kujisafisha, akijigusa anaona damu inatoka, au anapokutana na mwanaume katika lile tendo anaona damu inatoka. Anaanza kupata damu katikati ya hedhi, yeye anaona labda ni hedhi tu imekuja, kumbe ameshapata saratani. Kwa hiyo anashindwa kuelewa. Akifika hospitali, akifanywa kipimo, ndo ataambiwa bana una saratani ya shingo ya kizazi. Hizo ni katika, bado tunakuwa kwenye dalili za awali. Dalili ugonjwa unavyoendelea kusambaa, unaanza kula sasa via uzazi. Utakula hiyo shingo ya uzazi itakwisha, utakula mayai yatakwisha, italiwa mji wa uzazi utakwisha. Matokeo yake inaenda kutengenezwa tundu kati ya uke na kibofu cha mkojo. Huyu mtu anaanza kumwaga mkojo bila kizuizi, matokeo yake anapata harufu, anaoza, ananuka. Hiyo sasa inakuwa imesha sambaa, ambayo hata matibabu yake yanakuwa ni magumu na mwisho wake huyu mama atakufa tu. Na msikilizaji, unaweza ukapiga pia simu kupitia nambari ya simu 0782611178. Unaweza ukapiga simu hapo na ukauliza swali lako, lakini pia unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0746112235. Tuko na Daktari Mnubi Baguma kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete. Tunazungumza kuhusiana na saratani ya mlango wa kizazi ama shingo ya kizazi. Lakini daktari, bado sijaelewa chanjo hiyo kwa wale walio na miaka 9 inachukua muda gani, na kwa mkoa wa Tabora ipo wapi? Chanjo inapatikana hospitali yetu ya mkoa wa Tabora Kitete. Ukifika pale
kwenda ofisi ya chanjo, wapo watu kwa ajili ya chanjo. Kuna maswali watakayokuuliza ili wasije wakampa mtu ambaye hana vigezo. Vigezo tumevisema ni kwenye umri ambao tunahisi kwamba huyu mtu atakuwa bado hajakutana na mwanaume. Kama itatokea kwamba umri ni mkubwa lakini hujakutana na mwanaume ambao ni wachache, watakuambia kwamba unafiti vigezo au haufiti. Kama unafiti vigezo unapewa chanjo yako bure. Moja kati ya tukiangalia sehemu nyingine kuhusiana na chanjo. Sasa hivi kuna kampeni hii ambayo ni ya kuchanja saratani ya mlango wa kizazi, ambao kwa sasa naona serikali inapush kuhakikisha kwamba mabinti hawa wanapatiwa chanjo. Lakini pia moja kati ya hospitali ambazo pia umezungumza hapa, hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, inatoa chanjo hiyo. Pengine kwa sasa mwitikio wa wazazi, kwa maana sidhani kama kuna binti ambaye ana miaka 9 anaweza katoka nyumbani anaenda kupima saratani ya mlango wa kizazi. Kwa wazazi mwitikio huko waleta mabinti zao kwenye chanjo hii uko vipi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora? Pale mwanzo wakati hii elimu inatolewa mwitikio ulikuwa upo chini. Lakini kwa miaka hii 2-3 tunashukuru kwamba wazazi wameanza kuelewa. Na hii imechangiwa kwa sababu kumekuwa kuna kampeni karibu 4-5 zimepita huko nyuma za kuile kuchanja kwa wingi. Kwamba shule inawachuja watoto wao wanaokidhi vigezo, watu wa chanjo wanaenda wanawachanja kule baada ya kuwa wameshawasiliana na wazazi wameridhia, wanachanjwa. Kwa hiyo taratibu jamii imekuwa inaenda inaelewa. Lakini cha kusikitisha ni kwamba jamii nyingi zinaelewa baada ya kuwa na mgonjwa wa saratani. Yaani wakishaona yale wanayoyapitia, wakiambiwa sasa kwamba matibabu yake hii kitu ni hivi au kinga yake ni kuwachanja mabinti, ndio wanaelewa. Kwa hiyo wameshamtoa mtu mmoja kama kafara, ndio jamii sasa inaenda inafunguka macho na kuanza kupeleka watoto wakachanja. Lakini lengo letu ni kutoa elimu, watu waelewe, watu wachanjwe, ambao kina mama ambao wameshafika kwenye utu uzima huko miaka 20-30 wafanyiwe vipimo vya awali, waonekane hali zao za kiafya, wana maambukizi hawana maambukizi, wenye maambukizi watibiwe katika hatua za mwanzo ambazo wala sio mzigo kwenye familia, wala sio kwenye jamii, wala sio kwenye taifa. Tusisubiri mpaka mtu akaona zile dalili ambazo sasa ni za wazi kabisa kwamba hii sasa ni saratani ambayo hata kwa Tabora tena haitibiki, atatakiwa asafiri aende mbali atumie mapesa mengi. Tuwalete hospitali ya mkoa wa Tabora Kitete wapimwe katika hatua za mwanzo, wajijue wanaishije, maisha mengine yaendelee. Naam, kwenye hili la utoaji wa chanjo, uwepo wa changamoto mbalimbali ambazo watu wana vitu vyao, lakini pia watu wana matibabu yao, wanasema matibabu mbadala, sio? Changamoto ni zipi wakati nyinyi mnatoa chanjo hii? Na pengine labda mshawahi kufanya, tunasema ile mnapeleka huduma labda maeneo ya vijijini. Mpango huo kwa kufikia pia watu ambao wako mbali na hospitali hii ya Kitete uko vipi kwenu nyinyi kama uongozi, lakini uongozi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora? Sisi ni hospitali ya mkoa, tunawasiliana na hospitali zote za wilaya, na lengo ni kwamba hii huduma iweze kupatikana katika ngazi ya chini kabisa. Lengo la serikali ni kwamba mtu asisafiri zaidi ya kilomita 5 kufuata huduma za afya. Kwa hiyo iende mpaka kwa level ya zahanati ambayo kwa mujibu wa sera inatakiwa kila kijiji kiwe na zahanati. Hali tu ya kiuchumi na utashi wa kisiasa, lakini hii huduma inatakiwa ipatikane mpaka level ya zahanati. Yaani kama kijiji kina watu 3000, basi iwe ni rahisi hata kujua nani amefanywa kipimo, nani hajafanyiwa, binti gani alichanjwa, binti gani hajachanjwa. Lakini wakati tunasubiri hayo yafanyike, afya ndio mtaji wa kila mtu. Huwezi kufanya chochote kama una afya mbaya. Afya ndio kila kitu. Kwa hiyo kila mtu ndani ya familia, na hii sasa sio tena kwa kina mama tu, hata kina baba.
Baba ndio mlinzi wa familia, baba ndio kiongozi, baba ndio kichwa wa familia. Ni jukumu lake kuweza kukaa chini na kujadiliana na familia jinsi gani waweze kufika hospitali, waweze kufanyiwa vipimo. Wale ambao wapo kwenye umri wa kupewa chanjo wapewe chanjo, kwa sababu sidhani kama kuna baba ambaye anaweza kupenda kuwa na familia ya watu wagonjwa, au kuwa na mke wake ambaye ni mgonjwa, au binti yake ambaye ni mgonjwa. Kila mtu anapenda awe na familia nzuri ambayo itakuwa na afya nzuri. Kama ni wa kusoma asome, kama ni wa kufanya kazi afanye kazi akiwa na afya nzuri. Kwa hiyo natoa wito kwa kina baba, tutimize majukumu yetu, tuweze kuwasimamia hawa watu. Tukiwaacha wao wenyewe watakuwa na uoga mwingi, watakuwa na maswali mengi, lakini tukiwahimiza, tukiwasimamia, kuchanjwa watachanjwa, wakupimwa watapimwa, wakutibiwa watatibiwa. Kuna mtu anauliza, dokta anauliza, je, kwa vijana wa kiume na wenyewe wanahitajika kupima? Vijana wa kiume tumeona kule kisababishi kikubwa kwa wanaume ni kutokutahiriwa. Akiwa hajatahiriwa anabeba wale virusi, anapeleka, leo atapeleka kwa Majuma, atawachukua kwa Majuma, atawapeleka kwa Asha, atawachukua kwa Asha, atapeleka kwa mtu mwingine hivyo. Kwa hiyo lengo kubwa kwa sisi jinsi ya kuwakinga hawa wake zetu na saratani ya shingo ya kizazi ni kuhakikisha wanaume wote wanatahiriwa. Wakitahiriwa hawataweza tena kubeba hivi virusi kuvipeleka kwa mwanamke mwingine. Na msikilizaji, ni saa 4 kasoro dakika 9 hivi. Kwa kutamatisha kabisa, Daktari Baguma, pengine tupate neno lako kama mtaalamu kwenye swala hili la saratani ya mlango wa kizazi. Nimekuwa mpambanaji mkubwa sana kwenye saratani ya shingo ya kizazi. Nimeshafanya makongamano mengi, nimekutana na kina mama wa makanisani, wa misikitini, nimewaambia. Lakini niseme neno moja. Kama unampenda mwenzako na umehamasika kwenda kupima, usiende peke yako. Uje na mwenzako. Walau kila mtu mmoja anayekuja kupima akivuta watu wake wawili, jamii yetu yote itakuwa imepimwa. Haitachukua hata miaka 2, jamii yote imepimwa. Lakini unakuta mtu yeye amehamasika, anachomoka tu yeye, anakuja kupima. Ukimuuliza, una mama yako, huna shangazi yako, huna shoga yako? Wapo. Kwa nini umekuja peke yako? Bana, kila mtu afe kivyake. Hapana, wewe unaweza ukapimwa leo ukaonekana upo salama, mwenzako kesho akaanza kuumwa, ukatakiwa tena uanze kumchangia pesa ambazo wewe gharama yako ilikuwa tu ni kumshawishi aje apimwe katika hatua za mwanzo, kila mtu apone aendelee na maisha yake. Sasa unaanza kumtibia, ambaye unakuwa wewe umejiokoa lakini mwenzako umemtelekeza. Nitoe wito, kina mama tuhamasishane, waje hospitali ya mkoa Tabora Kitete. Huna gharama zaidi, labda gharama ya usafiri. Hufungui faili wala hukai foleni, unapimwa tu na kuondoka. Na kuna mtu yawezekana hili yawezekana labda kwa kwanza anasema dalili za saratani kwa mwanaume ikoje? Nafikiri kwa mwanaume shingo ya kizazi hana shingo ya kizazi. Yeye wanaume sisi tunapata saratani ya uume. Kichwa cha uume kinapata saratani ambayo utaanza kuiona tu. Maumbile yetu ya asili tuko makini nayo sana. Ukiona tu yanaanza kuvimba, yanaanza kuwa na shape isiyo ya kawaida, lazima tu utaanza kubabaika na kwenda hospitali. Na msikilizaji, ikiwa ni saa 4 kasoro dakika 7 kwa sasa, ni wakati safi wa kumaga. Daktari, tunashukuru kwa kabla sijatoka na jambo moja kubwa. Ndio. Hospitali ya mkoa Tabora Kitete imekuwa ikijitanua, ikiongeza fani tofauti, ikiongeza wanataaluma tofauti. Kwa mfano sasa hivi kwa ndani ya huu mwaka tumeongeza fani kubwa 3. Fani ya kwanza tumeongeza daktari bingwa wa magonjwa ya koo, masikio na pua ambaye hakuwepo. Pia tumeongeza daktari bingwa wa mifupa ambaye naye hakuwepo. Tumeongeza daktari bingwa wa njia ya mkojo, ambao wanaume wote waliokuwa wakipata tezi dume walikuwa wakifika hospitali ya mkoa Tabora wanapewa rufaa kwenda Nkinga, kwenda Buganda. Lakini sasa hivi yupo, kila siku wanaona wagonjwa wa operation wanafanyiwa, wadawa wanapewa. Kwa hiyo ifike taarifa hii kwa wanatabora wote wa wilaya zote kwamba Kitete ya leo sio ile ya miaka ya 70. Kitete ya leo ina madaktari wa fani zote,
ina wauguzi bobezi wa fani zote, ina wodi za kutosha, wagonjwa wengi zaidi, kina wagonjwa wengi wanatibiwa, wanapona ambao walitakiwa waende hospitali za kanda, Benjamin Mkapa, Bugando, Muhimbili, lakini sasa hivi wanatibiwa Tabora kwa gharama nafuu kuliko za kule mbali ambapo utatakiwa usafiri, utatakiwa guest, utatakiwa chakula, lakini hii unatibiwa ndugu zako wakiwa wanatokea nyumbani.